Utetezi wa tasnifu kwa njia ya mtandao bado unaendelea. Siku ya Jumatano ya tarehe 16 Aprili mwaka huu hapa ndani ya darasa janja, yani smart class, katika ndaki ya sayansi za kompyuta na elimu angavu SAIF, ilikuwa ni zamu ya bwana Justin Kavindi akitetea tasnifu ya uzamivu, yani PhD, huku utafiti wake ukiwa umelenga kugundua ushawishi wa mfadhaiko wa kisaikolojia kwenye marekebisho ya kitaaluma na kijamii kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa vyuo vikuu nchini Tanzania. Ninajivunia nao na title yangu imebadilika. Mimi niliingia nikiwa Justin Kavindi, ninatoka ya chuo kikuu cha Dodoma nikiwa naitwa Daktari Justin Kavindi, mbobevu wa masuala ya kisaikolojia. Uzuri zaidi ni kwamba bwana Justin amefanikiwa kutetea tasnifu yake ya uzamivu PhD, na hapa anaeleza namna ambavyo safari yake ya kimasomo ilivyokuwa UDOM. Na safari yangu imenichukua takribani miaka 4 kuikamilisha mpaka kufika hii leo. Nilikuwa na bobea au na chimba zaidi kuhusiana na namna ambavyo mifadhaiko ya kisaikolojia inachangia kuathiri mabadiliko na marekebisho ya kitaaluma na kijamii ya wanafunzi wanaofanya transition kutoka sekondari na vyuo vingine vya kati kuingia vyuo vikuu. Nimetafiti, nimebaini ya kwamba kumbe kuna kiwango kikubwa cha mifadhaiko ambao inawakumba wanafunzi wa mwaka wa kwanza, hasa hawa ambao wapo kwenye transition, ambayo inatokana na ugumu wa maisha ambao wanakutana nao chuoni, unaosababishwa na uhaba wa fedha, hali ngumu ya kiuchumi, lakini pia unaosababishwa na tofauti ya makundilika wanayokutana nayo. Wengine wakifika wanaanza kujihusisha na masuala ya mahusiano, wengine imebainika kuonekana kwamba wakifika vioni wanaanza kuanzisha biashara, jambo ambalo ni nzuri, lakini biashara na shule vikikaa pamoja lazima vishindane, hivi haviendi pamoja. Mwisho wa siku vinasababisha changamoto kwenye afya yake ya akili huyu kijana. Lakini pia wengine wanajihusisha kwenye masuala ya mahusiano, ukuta mmoja anageuka kuwa mume, mwingine anageuka kuwa mke ili aweze kumlea mwingine. Wengine wanajitolea kabisa kuwalipia na ada. Mambo yakienda tofauti ndio utasikia watu wanataka kujitupa juu ya magorofa ya hostels, watu wanakunywa sumu, wengine wanatishiana visu, lakini wako ambao wanaacha kabisa chuo na kutaka kurudi nyumbani. Lakini wanasababisha hasara kwa taifa na hasara kwa familia. Kwa hiyo utafiti umebaini kwamba hizo changamoto zipo na umeonyesha kabisa kuna uhusiano kati ya changamoto hizi za kiakili, kwa maana ya mifadhaiko ya kiakili, dalili fulani za misongo na ugumu katika kujiadjust kufit kwenye academic requirements za chuo. Kujua ni nani anayefuatia, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter kwa maana ya X, pamoja na TikTok kama UDOM The Official, lakini bila kusahau YouTube channel ya UDOM TV. Langu jina ni Robert Mauya. Bye bye.